Kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi kati ya Marekani, Israeli na Irani kumeanza kuibua wasiwasi mkubwa wa kimataifa, huku bara la Afrika likitajwa kuwa miongoni mwa maeneo yatakayoguswa moja kwa moja na athari za mgogoro huo endapo utaendelea kwa muda mrefu. Katika taarifa yake mwishoni mwa wiki hii, Umoja wa Afrika umesema kuongezeka kwa mapigano kunahatarisha kuharibu zaidi utulivu wa dunia na kuathiri biashara ya nishati, usalama wa chakula na ukuaji wa uchumi, hasa kwa nchi za Afrika ambazo zinapambana na changamoto za kiuchumi pamoja na migogoro ya ndani. Umoja huo umetaka pande zote kujizuia, kupunguza mvutano na kurejelea katika mazungumzo ya kidiplomasia ili kuepusha madhara makubwa zaidi. Moja ya maeneo yanayotajwa kuwa hatarini zaidi ni usafirishaji wa mafuta kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Njia hiyo ya kimkakati iliyopo kati ya Irani kwa upande mmoja na Oman pamoja na Falme za Kiarabu kwa upande mwingine ni mhimili mkubwa wa biashara ya mafuta duniani. Kwa mujibu wa shirika la taarifa kuhusu nishati za Marekani EIA, takriban mapipa milioni 20 ya mafuta husafirishwa kila siku kupitia njia hiyo, sawa na karibu robo ya biashara yote ya mafuta ya baharini duniani. Iwapo njia hiyo itazuiwa au kusumbuliwa, bei ya mafuta itapanda haraka katika soko la dunia. Kwa nchi nyingi za Afrika ambazo hutegemea uagizaji wa mafuta kutoka nje, kupanda kwa bei hiyo kutamaanisha gharama kubwa zaidi za usafiri, umeme na uzalishaji viwandani. Kupanda kwa bei ya nishati mara nyingi hupelekea pia kupanda kwa bei ya bidhaa na huduma nyingine, hali inayoweza kuongeza mfumuko wa bei na kupunguza uwezo wa wananchi kumudu maisha. Afrika tayari ina uzoefu wa madhara ya vita vya mataifa. Wakati Urusi ilipoivamia Ukraini mnamo mwaka 2022, bara hili lilikumbwa na upungufu na kupanda kwa bei ya ngano na mafuta ya kupikia. Ripoti ya shirika la fedha duniani International Monetary Fund ya Aprili 2022 ilieleza kuwa baadhi ya nchi za Afrika ikiwemo Tanzania zilikuwa zinategemea kwa kiwango kikubwa uagizaji wa ngano kutoka Urusi na Ukraine. Hali hiyo ilisababisha mfumuko wa bei ya chakula na kuongeza shinikizo kwa serikali pamoja na wananchi. Kwa mantiki hiyo, mgogoro wa sasa wa Mashariki ya Kati unaweza kuleta athari zinazofanana, hasa endapo utaathiri minyororo ya usambazaji wa nishati na biashara za kimataifa. Mashambulizi na vitisho vya kiusalama vimeanza kuathiri safari za ndege na meli katika eneo la Mashariki ya Kati. Mashirika kadhaa ya ndege yameripoti kusimamisha au kubadili njia za safari zao kwa sababu za kiusalama. Athari zake ni pamoja na kupanda kwa nauli, kuchelewa kwa mizigo na kuongezeka kwa gharama za bima kwa kampuni za usafirishaji. Kwa nchi kama Kenya na Tanzania ambazo husafirisha bidhaa kama chai, kahawa, maua, korosho na viungo kwenda mataifa ya Ghuba, usumbufu wowote katika njia za usafiri unaweza kuathiri mapato ya fedha za kigeni. Hii ina maana kwamba hata kama Afrika haishiriki moja kwa moja katika vita, athari za kiuchumi zinaweza kuifikia kupitia soko la dunia. Mbali na uchumi, kuna suala la usalama wa Waafrika wanaoishi na kufanya kazi katika nchi za Mashariki ya Kati. Maelfu ya raia wa Afrika wako katika mataifa ya Ghuba kwa ajira, biashara pamoja na masomo. Kuongezeka kwa mashambulizi kunaweka maisha yao katika hatari, hasa iwapo mapigano yataenea katika miji mikuu au miundombinu ya kiraia. Serikali kadhaa za Afrika ikiwemo Tanzania zimesema zinafuatilia kwa karibu hali hiyo na kuwashauri raia wake kuchukua tahadhari. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa iwapo mashambulizi yataongezeka na kuhusisha kambi za kijeshi za Marekani katika maeneo mengine, hatari ya kupanuka kwa mgogoro huo itaongezeka. Baadhi ya nchi za pemba ya Afrika zina uwepo wa vikosi vya kijeshi vya kimataifa. Endapo vita vitapanuka na kuhusisha mashambulizi ya masafa marefu, usalama wa eneo hilo unaweza kuingia katika hali ya taharuki. Hata hivyo, athari halisi zinategemea muda na ukubwa wa mashambulizi hayo.
Ikiwa juhudi za kidiplomasia zitafanikiwa mapema, madhara yanaweza kudhibitiwa. Lakini endapo vita vitaendelea kwa wiki au miezi kadhaa, athari zake kwa uchumi wa dunia na hasa kwa nchi zinazoendelea zitakuwa kubwa zaidi. Kwa sasa macho ya dunia yako katika Mashariki ya Kati, lakini kwa Afrika, suala hili si la kuangaliwa kwa mbali pekee. Ni mgogoro unaoweza kugusa bei ya mafuta katika vituo vya mafuta, gharama ya unga sokoni na hata usalama wa ndugu jamaa walioko ughaibuni. Ni wakati wa diplomasia, busara na mazungumzo kupewa nafasi ili kulinda amani ya kimataifa na ustawi wa mataifa yote yakiwemo ya Afrika. Mpaka hapa napofikia tamati, nikusihi endelea kuwa nasi kupitia Koplo Media. Vilevile kama ni mara yako ya kwanza kuweza kuungana nasi, nikusihi uweze kusubscribe ili usikose taarifa yoyote mpya. Koplo Media, tunahakiki ukweli kabla ya kukujulisha.